Shambulio la kulipiza kisasi la Israeli dhidi ya Irani linaweza kufika mapema wikendi hii na orodha ya malengo yanayoweza kudaiwa kupungua kwa miundombinu ya kijeshi ya nishati ya Teherani. Shirika la habari la NBC News limesema hivyo Jumamosi, huku pia likitaja maafisa wasiojulikana wa Marekani pamoja na Israeli. Israeli bado haijafanya uamuzi wa mwisho juu ya ikiwa inalenga vituo vya nyuklia vya Irani au kutekeleza mauaji ya kulengwa, lakini hadi sasa hakuna dalili ya kwamba Jerusalem Magharibi ingeenda mbali. Maafisa wa Marekani wanaamini, kulingana na idhaa. Unaweza pia kushuhudia operations za huko Mashariki ya Kati au matukio ya kivita huko Mashariki ya Kati kutoka Israeli na Lebanon kupitia grupu la WhatsApp, ambako pia huko nimekuwa nikiweka matukio hayo moja kwa moja kabisa kutoka huko mstari wa mbele, au matukio hayo unaweza kuyapata kwa uzuri kabisa kwenye grupu la WhatsApp. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kwa wiki au kiasi cha shilingi 3500 ukaweza kujiunga kwa mwezi ili pia kushuhudia matukio hayo kwa muda wa mwezi mzima. Basi karibu sana pia, na unaweza kukamilisha malipo hayo kupitia nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650, yani 0679619650. Basi karibu sana pia, kama utawiwa au utatamani kushuhudia pia operations huko Mashariki ya Kati ambako Israeli, Iran, Lebanon, mizozo kwa hivi karibuni imeshika kasi zaidi. Mashariki ya Kati ipo ukingoni mwa vita kamili baada ya shambulio la kombora la Teherani kupiga Israeli mnamo Oktoba 1, na inasemekana lilikuwa la kulipiza kisasi kwa mauaji ya wakuu wa Hamas na Hezbollah pamoja na jenerali wa jeshi la mapinduzi la Kiislamu IRGC, ambako Irani ilidai ya kuwa imelenga vituo vya kijeshi pekee, huku hakuna raia wa Israeli walioripotiwa, na vipimo pekee vilivyoripotiwa ni mtu mmoja wa Palestina aliyedaiwa kupromotion uchafu wa makombora. Jibu la Israeli dhidi ya shambulio la kombora la Iran litakuwa hatari kwa sheria sahihi na kushangaza. Waziri wa ulinzi Yoav Galati alisema hivyo mapema wiki hii, ambako maafisa wengine wa Israeli wametetea mashambulio mabaya ya kulipiza kisasi ikiwemo vituo vya nyuklia vya Iran, huku pia Marekani ikionya juu ya swala hilo na imelenga kuweka majibu finyu ili kuepuka mzozo mpana ambao unaweza kutapaka kwenye ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Irani imejiandaa kikamilifu kujitetea na kulipiza kisasi dhidi ya shambulio lolote linaloweza kufanywa na Israeli. Chanzo mjini Teherani kilifahamisha au kilisema hivyo ndani ya wiki hii, hasa siku ya Alhamisi, na kusisitiza kwamba majibu hayo yatakuwa yakilinganishwa iwapo Jerusalem Magharibi italenga miundombinu ya mafuta ya Irani. Teherani itajibu kwa kupiga vitambaa vya kusafishia mafuta vya Israeli, ambako mashambulizi dhidi ya miundombinu mingine kama vile viwanda vya umeme au vituo vya nyuklia vivyo hivyo yatasababisha mapigano ya kulipiza kisasi kwenye mitambo inayolingana katika Israeli. Teherani ilitahadharisha Jerusalem Magharibi dhidi ya kuchukua hatua zozote zisizowiana, lakini hata hivyo, iwapo shambulizi la Israeli linaweza kuwadhuru raia, Teherani huenda ikarekebisha fundisho lake la nyuklia, chanzo hicho pia kilisema juu ya taarifa hiyo. Naye rais wa Marekani Bwana Joe Biden ameliambia Baraza la Usalama la Kitaifa la Ikulu ya Marekani kuionya Irani dhidi ya kujaribu kumuua Donald Trump. Gazeti la Washington Post limeandika hivyo. Ujumbe kwamba rais huyo wa Marekani alitaka kukabidhiwa Teherani ni kwamba Washington ingetendea jaribio lolote kuhusu maisha ya mtangulizi wake ama kuhusu afisa mwingine yoyote wa zamani wa Marekani kama kitendo cha vita. Jarida hilo limeandika hivyo siku ya Ijumaa ya wiki hii. Wapo ilimtaja msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa Sean Saveti, ambaye alisisitiza kuwa Biden ameagiza kila rasilimali
kuhakikisha mteule wa chama cha Republican analindwa vizuri na kwamba maelezo yake ya usalama anapokea data ya ujasusi kwa wakati unaofaa kuhusu hatari yoyote ambayo huenda akakabiliwa nayo. Tunachukulia hili swala la usalama wa kitaifa na nchi kwa kipaumbele cha juu zaidi na tunaishutumu sana Irani kwa vitisho hivi vya kihalifu. Saveti ameandika hivyo. Teherani itakabiliwa na madhara makubwa ikiwa itamshambulia rais yoyote wa Marekani pamoja na watu ambao wanaendelea kutumikia Amerika au wale ambao zamani walihudumu katika nchi hiyo. Na mwishoni mwa mwezi uliopita, yani mwezi wa 9, 2024, Trump alidai kuwa kulikuwa na vitisho vikubwa maishani mwake kutoka Iran. Alisema ya kwamba majaribio mawili ya mauaji dhidi yake katika miezi ya hivi karibuni, hasa katika mkutano wake huko Pennsylvania mnamo mwezi Julai na Septemba katika eneo la huko Florida, inaweza au haiwezi kuhusisha Teherani. Wapo imenukuu vyanzo vinavyofahamu jambo hilo na wameandika ya kwamba kwa sasa kuna ushahidi wowote unaounganisha Teherani na tukio hilo. Taarifa ya rais huyo wa zamani ilitolewa siku moja baada ya timu yake kutangaza kuwa wana mkutano na wawakilishi wa ujasusi wa Marekani ambao waliwaonya juu ya mipango inayodaiwa na Teherani kumuua Donald Trump na kupanda machafuko nchini humo. Politico yenyewe ilisema siku ya Ijumaa ya kwamba imezungumza na makumi ya maafisa ambao walidai ya kuwa juhudi za Irani za kumuua Trump pamoja na watu waliohusika katika mauaji ya kamanda wa juu wa jeshi la Irani Qasem Soleimani zilikuwa kubwa zaidi na za ukali kuliko ilivyoripotiwa hapo awali. Soleimani alifariki katika mgomo wa ndege ya Marekani isiyo na rubani nje ya uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Iraki, Baghdad, mnamo Januari 2020 wakati wa kipindi cha Trump akiwa ofisini, na Irani iliahidi ya kwamba ingelipa kisasi kwa hilo. Hata hivyo, baada ya Trump kujeruhiwa ndani ya sikio kwa jaribio la mauaji mnamo Julai 13, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani Nasser Kanani alisisitiza kuwa Teherani inakataa kwa nguvu pendekezo lolote ambalo limehusika au Irani imehusika, kwani Irani ina nia ya kufuata hatua za kisheria dhidi ya Trump kwa jukumu lake la moja kwa moja katika uhalifu wa kuuawa kwa Jenerali Qasem Soleimani. Kanani alisema hivyo juu ya taarifa hiyo. Taarifa zingine zaidi kutoka huko Mashariki ya Kati, basi pia karibu sana hapo baadaye uweze kufahamu mengi zaidi ambayo atakuwa amejili huko Mashariki ya Kati, na pia karibu sana kule WhatsApp kama utahitaji kushuhudia matukio hayo kutoka Mashariki ya Kati moja kwa moja kutoka mstari wa mbele huko Israeli, Lebanoni, lakini pia matukio mengine ambayo yanajili ya kivita huko Mashariki ya Kati, basi unapata nafasi ya pekee sana kuyashuhudia kule WhatsApp. Basi unaweza kujiunga sasa kupitia nambari ya 0679619650. Unaweza kunitumia message neno ni unge au kanipigia simu moja kwa moja au kakamilisha malipo moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 1000 kwa wiki au kajiunga kwa mwezi kwa kulipia kiasi cha shilingi 3500.